Yes, mambo vipi mtazamaji wa TBR24 Media? Karibu sana katika kuangaza kile ambacho leo tumekuletea kwa maana kwenye mahojiano kwa siku ya leo. Nipo hapa na DJ atakuja kujitambulisha yeye ni nani, lakini pia ni kugusie tu kwa kile ambacho tunaenda kukiangazia ni kuhusiana na yeye kazaliwa wapi, lakini pia kazi hii ya DJ ameshaifanya kwa muda gani na vitu gani ambavyo kiuhalisia vilimvutia mpaka sasa hivi amekuwa DJ. Ndoto zake ni zipi? Tutaangaza haya yote kwa kina zaidi. Lakini kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni TBR24 Media. Karibu sana tuweze kuangaza kwa kile ambacho tuko nacho kwa siku ya leo. Lakini nyuma ya kamera ni Gaucho Almajazba, na eneo hili tuko kwa maana ya Orion Hotel kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri kweli kweli. Jina langu naitwa Elia Daniel. Karibu sana tuangaze kwa kina zaidi. Bwana, uko vizuri? Niko vyema ndugu yangu. Mambo yanaendaje? Fresh kabisa. Mishe? Safi kabisa. Sawa, ni jambo zuri sana. Pengine kwa mtu ambaye anaweza akajiuliza tuko maeneo gani, lakini nikusanue tu ya kwamba tuko hapa kwa maana ya Orion Hotel kuja kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri sana. Mahojiano haya mwanzo mpaka mwisho. DJ Shebi. Yeah. Bila shaka ni jina lako halisia? Jina langu ni Shabani. Ila nimekatisha Shebi. Unajua ujana maji ya moto kwa hiyo. Sawa, kwa maana kwenye hii tasnia ya burudani umeamua kuwekeza nguvu na maarifa yote katika DJ. Shabani ndio jina lako umesema. Kwanza tuambie, DJ Shebi umezaliwa lini na ni wapi? Mimi nimezaliwa tarehe 2 mwezi wa pili. Nimezaliwa Tabora hapa Tabora. Maeneo gani hayo? Nimezaliwa maeneo ya Isevi ya Kiprefecture cha Magereza pale. Nimekulia pale, kila kitu nimefanyia pale. Sawa, huenda ni eneo pia ambalo kwa namna moja ama nyingine halikukufanya kazi yako ya DJ iwe ngumu sana. Umesema umezaliwa Tabora na kazi ya DJ kwa mazingira mengi sana umekuwa ukifanyia hapa katika mkoa wa Tabora. Kazi ya DJ ulianza lini? Maana huenda ukiwa mtoto ulikuwa unatamani uje kuwa mtu fulani. Kwanza kipindi uko mtoto, kwa maana uliwahi kusema ya kwamba siku moja nitakuwa DJ, ama kuna ndoto nyingine ulikuwa nayo tofauti na DJ? Hapana, mimi ndoto yangu nilikuwa dancer. Nilikuwa dansi vizuri kabisa. Nishapitia dansi nadhani kwenye miaka kama 17 18. Nishakuwa dancer. Hapa Tabora tumeshindana na makundi mengi sana Tabora miaka hiyo nadhani. Nimeshindana sana, tumepiga kwenye majukwaa sana miaka hiyo ya nyuma. Ila ndoto zangu kubwa zilikuwa kama kuwa dance. Umeona udansa nao unaendana tuseme na muziki. Muziki pia DJ upo muhimu kwa sababu ukiwa dansa lazima ujue ngoma na ujue kucheza pia. Umeona? Mimi nimeanza muziki nadhani 2020 ndio nimeanza kujifunza muziki, muziki ule kupiga hii. Yeah, sawa. Kabla tujaanza kwenye DJ, make sure labda baada ya hata uko kuingia kwenye tasnia ya muziki, let's say labda kwenye DJ au kwenye kudance ulianza lini? Yaani baada ya kumaliza masomo yako kwa maana primary au sekondari ndio ukaamua kujitupa kwenye tasnia ya burudani. Ilikuwaje hiyo? Mimi kweli hata shule nimemhangaisha sana mzazi wangu. Nimemhangaisha sana mzazi wangu mpaka kumaliza form 4. Nimemsumbua sana. Nilipomaliza form 4 ndo nikaingia kwenye muziki rasmi. Japo hivyo nyumbani kaa ukirudi unafungiwa mlango unaenda kulala kwa washikaji. Nimepitia mambo kama hayo mengi sana. Na baada ya kuwekeza nguvu na maarifa kwenye kudansi na sasa hivi umekuwa DJ. Kwenye issue ya kwa maana ya kuwa dancer ulipita vikundi kama vingapi hapa mkoani Tabora? Na katika kupita huko kuna namna hivi ilikusaidia? Mimi nimepita kikundi kimoja. Kinaitwa Sarasara, kilikuwa kina dansi miaka hiyo. Tulikuwa tunashindana sisi Dance Machine, Dance Forever, Next Talent, Dem Fox wa National miaka hiyo sasa. Tulikuwa tuna dance tunashindishana hivyo miaka hiyo.
Na kwa namna moja ama nyingine, kwa nini uliamua kuachana kwa maana na issue ya kudance ukaamua kujitupa kwenye udj? Kuna mazingira yote ya kwenda sawa kwenye hilo? Kwenye dance kwa sababu tuseme niliondoka Tabora nikaenda Singida. Kwa mara yangu ya kwanza naenda Singida, mimi kuna brother yangu alikuwa kule, alikuwa anapiga muziki. Nikaendaga kule mimi. Nikakaa sasa nikaona mbona kama udj mimi naweza, unajua kuna kupambana kimaisha hii. Udj mbona mimi naweza? Sasa unakuta ngoma nyingi zimekaa, hata kuimba zingine nazijua. Kwa hiyo ikabidi niingie kwenye udj sasa. Umeona nikawa DJ, nikaanza mara kwanza kabisa nimeenda Singida, nikaanza kukubalika Singida. Singida nipiga sana Singida, piga Singida kama miaka 3 hivi. Nikaondoka nikaelekea Dar. Nikasema subiri nikajitafuta tena Dar, mimi kama mimi mwenyewe. Umeona? Nimefika kule Dar tena, kuna mshikaji wangu tena mwingine alikuwa anapiga bar moja hivi. Ipo Dar pale Kinondoni, alikuwa anapiga. Unajua kana kwenye mageto ya washikaji tena. Visa vingi, mambo mengi. Nikapata kazi Sinza pale Afrika Sana. Nimepiga sana Sinza pale Afrika Sana. Nimeajiriwa kwanza siku ya kwanza tu. Nimerudi ghetto na mcheki jamaa wangu na mgongea mlango afungui. Umeelewa? Tayari kaisha nini Gilas. Kwamba yeye job kwake alifukuzwa. Alafu mimi nikaa nimepata kazi. Alafu nimetoka Tabora nimefika tu Dar nimepata kazi. Akanokea Gilas. Nikarudi saa 12 na mgongea afungue. Baada ya hapo siku ya pili yake nikatoka nikaenda kwa boss. Nikamwambia bosi, nimekuja leo kazini, nimebiwa vitu vyote ndani. Kwa hiyo nilikuwa naomba unipe hela nikanunue, utanikata kwenye mshahara taratibu. Ndio akanipa, nikapanga mara kwanza chumba changu mwenyewe Dar. Nikaanza kuishi mwenyewe sasa, ile mwenyewe kama mwenyewe. Nimeikaa Dar karibia miaka 2 napo. Nikaondoka nikaja Tabora tena. Nikaja Tabora, nikakaa Tabora kama miezi kadhaa hivi. Nikakaa kama miezi 2. Nikapata kazi tena Shinyanga. Nikatoka kaenda kupiga muziki Shinyanga, nimekaa miaka kama 3, kitu kama hicho. Kama miaka 3 hivi. Nimekaa miaka 3 pale Shinyanga. Baada hapo nikasema ngoja nirudi nyumbani sasa. Nikarudi nyumbani tena nikaja nikapata kazi tena Breeze. Ndio mpaka sasa hivi bado nipo Breeze. Ila bado safari yangu sio mwisho. Bado na safari ndefu sana ambayo ninayo mimi mwenyewe na kwenye kichwa changu na malengo yangu bado kabisa hajafika, ambapo sasa ninapopataka mimi ninapopahitaji kwamba DJ Shebi atakiwa awe hapa ndo afanyaje? Atulie. Bado kabisa. Yes, sawa. Umesema almost umeenda Singida umepiga muziki na ukatoka Singida umeenda Dar ama Dar es Salaam ukapiga muziki. Ulivyotoka Dar umeenda Shinyanga umepiga muziki. Almost ukijumuisha na Tabora inakuwa mikoa 4 ambayo umewahi kufanya kazi ya udj. Kuna namna kwenye hii mikoa yote 4 kuna namna mazingira ya kwenye kazi yako yalikuwa yanatofautiana, na kama yanatofautiana utofauti wake ulikuwa wapi? Utofauti upo kwa sababu upigaji wa Tabora sio sawa na upigaji wa Arusha. Umeona? Ama upigaji wa Arusha sio sawa na upigaji wa Tabora. Mtu wa Arusha akija akipiga hapa, wengi hawezi kumuelewa mpaka akae kwa muda sana. Au some muziki wa hapa ama aangalie wenyeji wake kwamba jamani, hapa muziki hapa upoje, pale ndio amuelekeze ndio aje akae kwenye mstari tena. Kila mkoa una muziki wao ambao upo kabisa. Kuna mkoa mwingine ukiwapigia singeli ndio unaona kama hapo DJ ndio umefanya kazi. Umeoa. Umefanya kazi. Umeona? Na kuna mikoa mingine ukipiga muziki bila kupiga piano na unaona sio DJ. Umeona? Na kuna mikoa mingine ukipiga piano hata kuanzia saa 1 mpaka saa 12 alfajiri wanaona fresh. Ni kawaida. Anawachoki watu wana bang kama kawaida. Sawa, umetupitisha kwenye story vizuri sana, lakini turejee kwenye hili la kwa maana kwenye swala zima la udj. Almost mikoa 4 sasa hivi umeshatembea na kuna mazingira ambayo umeyapitia. Kutoka kwenye safari hii ya udj, uliwahi labda kuwaza ukaenda shuleni ukasomea udj, ama ni passion tu? Watu walikwambia Shebi unajua kupangilia ngoma, ukaamua kwa maana ya kuruka kuwa DJ?
Hivi kwanza naomba nieleweshe kitu kimoja. Mtu anayepitia chuo na anayepitia mtaani vitu viwili tofauti. Mtaani unakuwa na vitu vingi sana kichwani vya kujiongeza pale kuliko yule anayepitia chuo anayefundishwa. Mtaani unaongeza vitu vingi, mbwembwe nyingi kuliko chuo. Chuo unajua unaelekezwa kwamba hii ndio unafanya hivi, napopita biti fanya hivi, fanya, na wewe unachukua vile vile, na ukienda kupiga muziki unachukua vile, lakini mtu wa mtaani anaongeza vitu vingi. Mimi chuo kiukweli sijapita. Umeona? Mimi chuo sijapita kabisa. Nimejifunza mtaani, nimepiga sana vigodoro sometime. Nimepiga sana. Umeona? Nimepiga vigodoro, mashine yenyewe nimejifunza mimi kama mimi. Japo kuna mabrother ndo aliniongezea kidogo. Umeona kipindi hicho Singida. Kuna mabrother waliongezea kidogo kwamba bana hapa inapigwa hivi, unaingiza hivi, unatoa hivi. Wewe unapiga Singida maeneo gani? Nimepiga pale Lode. Lode nimepiga pale. Nimepiga Lode pale. Kipindi fulani nilikuwa na brother mmoja alikuwa anaitwa Double G. Double G alikuwa kuna DJ fulani naye alikuwa anaitwa DJ Kala miaka hiyo. Wengi sana. Yaani tuseme tu niliishi nao fresh kama my brother, sababu wale wamenitangulia kwenye muziki. Mimi sijui chochote, nimewakuta kwenye game. Na mpaka sasa tunaheshimiana sana na respect kwamba mwanangu fanya hivi, fanya hivi, ingilia huku, fanya hivi, fanya hivi. Yeah, pia unaweza kutusanua kwa maana ya Singida ulipiga almost kwa muda wa miaka mingapi, na ilikuwa lini safari ya Singida, Dar, Shinyanga mpaka sasa hivi kwa Tabora? Hapa tuseme mimi Singida nilipiga kama 2021 nadhani. Sababu ni kitambo kidogo. Sababu nilikuwa bado mdogo, sio hata hivi, hata ndevu sikuwa nazo, nilikuwa bado mdogo sana. 2000 kama na 2021 hivi. Ila mimi nachoshukuru kwamba mikoa yote nilopita nimejifunza, pia nimepata experience kubwa sana. Umeona? Siku zote mkaa bure sio namtembea bure, ndio nasemaga hivyo. Mkaa bure sio namtembea bure. Kwa hiyo yani ukitembea unajifunza vitu vingi sana kwenye mikoa ya watu kuliko ukikaa hapa. Umeona? Unaweza kaa umekaa hapa unakubalika hapa, lakini ukitoka nje kule unaenda unaogopa kwanza utetemeka kwa sababu umezoea watu wa huko. Huko tunafahamiana. Mimi nikija wewe unanifahamu, utanishangilia DJ Shebi, haina shida. Kwa sababu unanijua, hata nikikosea hauwezi kusema, utakaa kimya. Ila ukienda mkoa mwingine ukikubalika ndio unajua kweli mimi hapa kipaji hichi ninacho. Umeona? Sasa mimi kwa yote nililopita nashukuru Mungu nimeacha jina, tena nimeacha jina kabla hata sijachuja bado. Yaani kuna hapa nimeshatosheka kukaa naondoka. Hapa naenda sehemu nyingine. Umeona? Ndio. Sasa hapa yani kikubwa ni kutembea. Ni kutembea ndio kitu muhimu sana kwa ma-DJ. Hapa japo wasema tutakuwa tule sehemu moja, hapana, kutembea ni kitu kikubwa sana kwa ma-DJ sababu ukitembea unapata experience nyingi sana. Ukitoka mkoa wenu wa Tabora ukienda mkoa mwingine ukikubalika, wewe ndio unajisifu kweli mimi ni DJ. Mpaka nimeenda mkoa fulani nimeweza kuwakuta na ma-DJ wale kule, nimeweza kuvuma, jina langu limekuwa kubwa. Unajua kweli mimi hapa nimekuwa, japo inatakiwa upambane zaidi hapo sababu mtu akikwambia unajua amekupa mzigo mzito sana. Mtu akishakwambia tu unajua amekupa mzigo mzito sana. Sasa hapa inatakiwa uongeze zaidi ya pale ambapo unapopambana wewe. Na mara yako ya kwanza unapata deal, maana kwa namna ambavyo umenisimulia story yako ya kwamba mara yako ya kwanza kupata deal la kwenda kupiga either kwenye club au kwenye bar ilikuwa ni mkoani Singida. Hiyo siku ya kwanza unaambiwa bwana Shebi, sasa leo kamata vifaa hapo, then piga kwenye bar au kwenye eneo la kazi. Hiyo ilikuwa ni lini, lakini pia ulijisikiaje kwa mara yako ya kwanza unapewa dili la namna hiyo, lakini pia unaweza ukatuambia miaka ile kiasi gani cha fedha walikulipa kwa mara yako ya kwanza, mshahara wako wa kwanza? Kwanza mara ya kwanza kupewa kupiga muziki nafikiri ilikuwa ni weekend. Ni weekend. Tunaendaga kupiga sehemu moja hapa inaitwa Singidani kama unapajua. Ndio. Kuna kama bwawa hivi. Kule ndio niendaga nikapiga mara ya kwanza. Hapo tena umekutana na mabrother unaojua, lazima utetemeke. Umeona? Lazima utetemeke. Nakumbuka mshahara wangu wa kwanza nilipewa
50,000 hapo nikafurahia sana. Nilifurahia sana, nikaona kweli hivi na mimi nimefikia hatua ya kulipwa hela 50,000. Nilifurahia sana nilifurahi. Sawa. Kwa nini nimekuuliza swali la namna hiyo? Ujue kuna vijana wengine pengine wana passion, kwa hiyo wapo kwenye mazingira ya namna hiyo, lakini inakuwa kuna vitu labda nataka wavipate kutoka kwa brothers ambao wametangulia kwenye industry kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa sana. Lakini ulitupitisha kwenye story ya mwanao ambaye ulikuwa ni rafiki yako namna ambavyo mazingira yalikuwa, na kuna kitu ambacho kilisababisha wewe ukaacha kupiga mziki ukarudi Tabora kabla hujaenda Shinyanga? Hapana, kilichosababisha mimi nilikuja tu kama kusalimia. Niliomba ruhusa kama naomba nikasalimie nyumbani. Nilipokuja huko ndo nikapata deal tena jingine. So unajua pesa sio kila kitu, lakini inachangia kidogo kwamba bana tutakuongezea kiasi fulani, njoo sehemu fulani tufanye kazi. Ilikuwa amna swala la kusainishana mikataba? Ile singi ile huko das kusaini. Mimi sitakai kabisa. Hivyo kusaini ni kitu kimoja kibaya sana. Mkataba unajua unakufunga wewe. Ili unaposaini hapo unapata deal nyingine hela kubwa. Hauwezi kutoka pale. Kwa hiyo ukiondoka pale lazima umlipe yule hela nyingi mpaka miaka yako uliyosaini pale ishi. Sasa kwa vijana kama sisi inakuwa ngumu sana. Ngumu sana. Mkataba mimi naogopa sana. Mkataba naogopa, afu mkataba unabana. Kwa sababu kama sima DJ unakuta nimepiga leo hapa mimi. Hapa ndo nimeajiriwa sawa. Ndio. Nimepata kazi bana, njoo labda Ijumaa hii uje upige Dodoma. Unashindwa kutoka kwa sababu una mkataba wako wewe pale uliokuwa kwamba bana itakuwa wewe kila Jumamosi unapiga hapa. Hamna kuondoka, unafanyaje hapa? Umeelewa? Yaani kwa hiyo mkataba sio issue sana. Ile kwa mimi, sio kwa wote. Kwa mimi sio issue sana kwa sababu sipendi kubanwa. Umeona? Mimi napenda nifanye vitu vyangu kwa uhuru. Umeona? Muda wa kazi yangu nikifika sehemu pale nipajiliwa nitafanya kazi yangu, nitaburudisha watu, nikishamaliza hapo mimi nachukua vitu vyangu naondoka narudi nyumbani. Sikaje hata kukaa. Katika safari yako hii ya DJ almost zaidi ya miaka 10, sio hivyo? Umeshadumu hususan kwenye kila ambacho unakifanya, mwanzo zile hustling mpaka sasa hivi of course ulipofika unaweza kusema yes alhamdulillah kuna hatua ambayo nimepiga. Kwa namna moja ama nyingine familia yako imechangia vipi? Wazazi, ndugu, kuna namna ambavyo walikuwa wanakupa support kubwa kwa kiasi gani kuhakikisha unazipambania ndoto zako na unazitimiza? Mimi kiukweli mamangu ananipa support sana. Mamangu ananipa support sana. Sababu mamangu ndo kila kitu. Ananipa support sana. Maana mimi nakumbuka anaanza kupiga muziki. Mimi mamangu hata anione kwenye status nafanya nini, aongeaje chochote anakaa kimya. Umeona? Leo kesho kutwa ananiambia labda mimi naumwa. Nikimtumia ile akishashukuru kwa Mungu, mimi zinanyoka moja kwa moja na mambo yangu yazifanya. Nazidi kusonga mbele. Kwa mamangu mimi ananipa support sana. Ananipa support kubwa sana. Na huyo ndio tegemezi langu. Ananipa support kubwa sana kiukweli. Lakini pia tuambie dili kwa maana la mpaka sasa hivi sehemu ulipo, ofisi ambayo unafanyia kazi, ulipokeaje dili la namna hiyo? Bwana njoo tufanye kazi, amekufuatilia, umepita maeneo mengi sana na natamani ufanye naye kazi. Lakini pia ilikuwa ngumu kiasi gani ama ni rahisi kiasi gani wewe kukubaliana na hilo dili na mpaka sasa hivi upo kwenye hilo eneo? Hapo mimi nashukuru kwanza huyu brother aliyokuwa naye hapa anajua hustling zangu. Umeona kipindi mimi napiga alikujaga. Alipokuja tulienda mimi na brother wangu mmoja tukamkuta sehemu fulani hotelini kakaa. Nikamwambia hivi, akaniambia upo huko? Nikamwambia yeye. Akaniambia umekuja lini? Nikamwambia na muda kidogo nimekuja kujitafuta brother. Akasema ni kweli, ni vizuri sana. Kwa hiyo anajua hustling zangu muda mrefu sana mpaka kuniweka pale. Muda mrefu sana anajua mimi nimepita wapi, nimeingilia wapi mpaka kufika hapa sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo hivi vitu vipo na vitaendelea kuwepo sababu ni kama mimi nimepita mikoa yote hiyo. Umeona? Mpaka sasa hivi kwa moka kutulia hapa nimeshajua kwamba muziki upoje, unataka nini na unahitaji nini. Umeona? Ubunifu gani ufanye, uende hivi rudi hivi. Umeona? Yaani muziki upo kama msanii. Umeona? Hebu ifuata tu ile tuseme wanasema mstari unavyoenda.
Ukienda kwenye mapiano unaimba piano hivyo hivyo. Ukienda kwenye sengeli unaimba sengeli hivyo ili uende sana na mashabiki ambao unao. Umeona? Hapo ndio hivyo, na muziki nao upo hivyo hivyo. Yaani muziki unahitaji vitu kama hivyo, unahitaji usmart, unahitaji upige muziki vizuri, unahitaji uongee vizuri na watu. Mtu anayekwambia unalinga, mtu akwambia labda yule DJ analinga. Sawa, unaweza kaa wewe unaona mimi nalinga, je, lakini una energy gani na mimi ya kunifikia? Umeelewa? Una energy gani na mimi ya kunifikia? Labda tuna mchongo wako na wakwangu upo sawa. Umeona? Hapana. Wewe unapaka rangi, mimi ni DJ. Sasa utasemaje mimi nalinga na kati ya hatushei vitu? Umeona? Hilo mimi nakataa kwanza, sio kweli. Umeona? Sio kweli kabisa. Kwa sababu mimi ni DJ. Wewe ni mpaka rangi. Umeona? Hauwezi ukaje tu unaniambia mimi nalinga, itakuwa unifahamu brother. Utakuwa unifahamu kabisa kabisa. Unajua mimi kwanza ni mtu wa kwanza ile kushobokeaga watu. Mimi nashobokea sana watu. Mimi nashobokea sana watu. Ile kushobokea mtu hivi nikimwona namshobokea sana. Sana. Sasa huyu anasema mimi nalinga, sijui ana lengo gani na mimi ama tuna vitu gani tulisha kushare nikamfelisha. Umeona? Vitu kama hivyo. Ya, kuna namna uliwahi kufikiria ya kwamba uachane kabisa na kazi ya udj kwa maana ya changamoto za hapa na pale, na kitu gani kilikusukuma zaidi bwana ukaendelea kufanya kazi ya udj? Na kusema kweli mimi kilichokuwa kinanivunja nguvu kwa muda fulani kwenye malipo. Yaani malipo huwa ni madogo. Sasa kuna muda fulani mtu anakuambia mimi nakulipa laki. Umeona? Alafu kama unavyojua udj nao ni usmart. Kuna kuvaa, kuna kununua nyimbo mtandaoni. Umeona? Sasa ile laki unakuja kuibageni kwamba mimi naichangaje hapa ikae sawa. Umeona? Of course vitu kama hivyo nilipitia sana, lakini nashukuru Mungu nilipiga moyo konde mpaka leo niko hapa. Nilipambana sana mpaka leo nimefika hapa. Na moja ya kitu ambacho kimekuwa kikiwatesa sana ama kikiwapa wakati mgumu sana labda ma DJ ni namna ambavyo pia wao wenyewe wanaweza kujiseti ya kwamba mimi napiga nyimbo tu sehemu fulani, labda sipigi sehemu fulani. DJ Shebi anapiga nyimbo sehemu gani? Mimi napiga nyimbo, yani nyimbo kiaje? Sielewi. Yaani kwenye kufanya kazi, unafanya kazi labda kwenye mazingira yapi? Mimi napiga nyimbo bar, event, happy birthday, umeona? Zote napiga hizo. Zote napiga tena vizuri sana. Umeona? Zote napiga. Event kubwa kubwa nafanya kama 2000 na ngapi? 2023, 24. Nishapiga kwenye Nandi Festival ya Shinyanga hii. Nishapiga na. Ukasema kuna events mbalimbali ambazo zilikufungulia maisha. Zile nazo zilisogeza sehemu fulani, kwa sababu watu kuona sehemu fulani unapiga na unajua kwamba ni kitu kizuri, pia umeaminiwa zaidi, kwa sababu kupiga jukwaa kubwa kama lile la Nandi Festival ni jukwaa kubwa sana na kuna wasanii wengi zaidi ya 10 na wana perform pale. Ya, umesema uliwahi kupata deal la kupiga Nandi Festival mkoani Shinyanga. Ilikuwaje, ukapokeaje au ile SMS, labda kuna mtu alikucheke bwana Shebi, kuna deal liko namna hii na hii, na ilikuwa lini? Na lakini pia unaweza ukatuambia baada ya kupokea huo ujumbe DJ Shebi ukasema hapa lazima hiyo event ni uhudhurie, ilikuwa kwenye mazingira yapi ulipokea ujumbe wa namna hiyo? Mimi kiukweli watu walionipambania sana mpaka kupiga pale ilikuwa kwa jamaa fulani anaitwa DJ J1, pia alikuwa kuna DJ Kesi, DJ Kesi aliwasiliana na wengi sana kina Delviki, aliwasiliana na wengine pia support kubwa imetoka kwa madj wale wa Shinyanga kama Mshedede hivi. DJ fulani anaitwa Mshedede anapiga jambo. Ile support imetoka kubwa sana pale, sababu wale ndio wenye mkoa wao na wale ndio walini respect mimi kwamba mimi najua. Umeelewa japo DJ mwenzako lakini anakubali kwamba wewe unajua. Huyo mtu anakuambia hivyo, mshukuru sana, sababu
Kwenye karne ya sasa hivi hamna DJ anayemwambia mwenzake anajua. Wengi huwa ni majungu. Hamna DJ anayemkubali mwenzake rahisi eti wewe unajua. Hapana. Anaweza kuambia tu unajua kinafiki ile kimdomo, lakini akikupa kisogo hivi huko anapoenda kusema wote ajua kwamba anakusemaje. Kwa hiyo dili la wewe kupiga kwenye Nandi Festival kama ulivyosema alikupambania mwanao Mshedede na kuhakikisha ukalipata. Kwa namna moja ama nyingine kupiga kwenye Nandi Festival kuna mazingira fulani ilikuongezea mbele za watu, nafikiri kuaminika, lakini kwa wewe binafsi ilikupa msukumo kwa namna gani kuhakikisha unaendelea kupushi zaidi na kuzifikia ndoto zako? Ilinipushi sana tu, tena watu waliniamini zaidi kwa sababu kwa pale Shinyanga nilikuwa napiga baa moja kubwa sana ambayo ilikuwa inajaza zaidi. Umeona? Yaani kwa hiyo yaani tukiniona kule na kuja kuniona stage ni vitu viwili tofauti. Unajua kwenye event inatakiwa upige ngoma nyingi za kuchangamka. Sio zile kama za bado tunazoanza unapanda kidogo kidogo unapanda mpaka unaenda unaamsha watu unagusa engo hii unakuja kukaa sawa unaanza kukaa nao, lakini kwenye event inatakiwa upige ngoma nyingi za ku vibe zile ili watu unaenda mbele unaruka pale watu wanaruka, ndio hivyo. Kuna mambo kama hayo. Miongoni mwa kazi ambazo watu wanasema ya kwamba zinahitaji ubunifu mkubwa sana ni pamoja na uDJ. DJ ni kama msanii tu, upaswi kuzoeleka kila siku. DJ Shebi, kabla hujaingia kwenye mazingira ya kazi, ni vitu gani huwa unaviweka kwa maana hichi lazima nikiweke kiwe hivi na ili kazi yako iwe rahisi sana ama kuwe nyepesi sana ukiwa kwenye stage? Yaani mimi of course kwanza kabla mimi kupiga muda wangu wa muziki, mimi nakaa sehemu. Yaani unaweza kuta tupo baa saa muda wangu kupiga muziki mimi nakaa hata kule, ila DJ hajaniona kama mimi nipo. Mimi nasikiza ngoma zake zote anazopiga, afu siwezi kurudia ngoma yeye anayopiga yeye. Hicho ni kitu ambacho kibaya sana kwenye DJ. Ndio. Ngoma aliyopiga mwenzako na uje urudie tena hata kama iwe inavuma kiasi gani. Achana nayo. Tafuta ngoma zipo nyingi sana. Kuna reggae, umeona? Kuna dancehall, kuna house, kuna mapiano. Alafu mapiano zipo nyingi zaidi. Sio hata chache kusema zilizozoeleka hizi. Alafu pia DJ usiangalie kwamba eti mimi nipige ngoma fulani ili watu wacheze. Fanya kitu unachokipenda wewe. Kuna ngoma zingine watu hawazijui, wazoeshe wewe. Ili hiyo kwenye akili yao wamezizoea kwamba kuna jamaa fulani anapiga ngoma fulani hata akitoka akaenda sehemu fulani mkoa mwingine. Yaani akisikia ngoma, anajua hii ngoma nilisikia Breeze kuna mtu alikuwa anapiga pale. Kumbe ngoma hivi na hivi na hivi. Hiyo ni kikubwa kwamba ushauri tusikalilike tu. Usikalilike kwamba mtu fulani ni wa mapiano, mtu fulani wa old, mtu fulani wa dance hall, mtu fulani wa house. Hapana. Yetu tunabadilika. Hiyo kubadilika ni muhimu sana kwenye DJ. Sawa. Turejee kwa maana ya sasa hivi eneo lako la kazi kwa maana ya Bliss ambapo ndio eneo lako sasa hivi unafanyia kazi. Una muda gani kwanza? Bliss mimi sasa hivi na miaka kama mitatu. Miaka mitatu sasa hivi. Kuna mitatu minne hivi. Nafikiri ni muda mrefu kidogo. Miaka mitatu mpaka au minne kufanya kazi eneo moja, nafikiri ni kitu ambacho wewe mwenyewe ushapata experience na unakutana na DJ wengine akina DJ Yavi pamoja na wengine. Bila shaka kuna kitu ambacho huwa mnazungumza nyie kama ma DJ, kupeana ushauri wa hapa na pale. Kama mtu kafanya vizuri una appreciate kila ambacho anakifanya, na akizingua bila shaka huwa mnaambiana kabisa ya kwamba bwana hapa kuna kitu ukifanya sawa ili for the next time anakuwa vizuri. Au kwako wewe hiyo ikoje? Huwa unamwambia mtu bwana kama leo umezingua. Leo umezingua. Sababu kuna ngoma ulizopiga leo hata hazieleweki. Unamwambia kabisa mtu. Alafu mtu anuni sababu unamjenga. Umeona leo kesho atafanya vizuri zaidi ya pale. Umeona? Alafu DJ mzuri ni yule anayekuja kwenye muda wake anakuja kuambia bwana vipi poa. Hivi ngoma fulani umepiga. Unamwambia tu ukweli, usimfiche. Bana sijapiga ama bwana nimepiga. Umeelewa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo vipo na vinaenda sana. Sawa, tumalize na hili. Tasnia sasa hivi ya DJ hapa nchini Tanzania unaionaje? Namna ilivyo, ma DJ ni wengi, kila kukicha watu wanazaliwa na kwenye tasnia kila siku watu wanazidi kuongezeka kwenye tasnia ya DJ.
Kwa tasnia sasa hivi ya DJ inakuja kwenye mapiano sana. Yaani mtu na ushindani umekuwa mkubwa Ushindani umekuwa mkubwa afu na mapiano zimekuja sana kwa sababu ama DJ wa sasa hivi wengi. Yaani sehemu kubwa ya kukimbilia kwenye mapiano. Hawakimbilii sehemu nyingine zaidi ya mapiano. Umeona? Alafu hawajui kama mapiano ni ngoma fulani ambazo ni za mseleleko sana. Zinafuatana hivi, yani unafatanisha tu hivi itapanda na yenda. Kuna ngoma zile ambazo ukipiga mtu anajua kweli. Huyu DJ. Umeona? Vipo kabisa kuna ngoma ukipiga mtu hata awe yupo kwenye entertainment ya muziki, akikaa hapa ukigonga ngoma fulani, anajua kabisa huyu DJ, usio mbabaishaji. Hivyo vitu vipo kama hivyo. Shebi, pia tuambie, una ndoto ambayo unatamani kuitimiza na fikiri bado unaendelea kuipambania. Ni ndoto gani hiyo, kama unaweza ukashare na sisi? Ile ndoto yangu mimi kuja kuwa kubwa sana. Yaani kuja kuwa DJ mkubwa sana. Umeona? Yaani kuvuka boda hata ya Tanzania. Ndio ndoto nyingi ambayo ipo hapo. Na bila shaka mapambano yanazidi kuendelea na kile ambacho unatamani kukifanya kwa kiasi kikubwa sana. Kuna namna hivi ma DJ huwa mnakaa mnasoma kwa maana ya akili za wale ambao mnapiga ngoma kwenye eneo lao, almost kwa maana ma audience. Yes, audience hawa wanahitaji ngoma za namna hii, audience hawa wanahitaji ngoma za namna hii. Kuna namna hicho kitu kimekuwa kikiwa disappoint, kwa maana unakuta labda namna ambavyo umepiga ngoma ulitegemea mpokeo makubwa sana, lakini audience wale wakashindwa kabisa kuzipokea kwa ukubwa ule ambao ulikuwa unautegemea. Hapa cha kwanza mimi hiyo tabia ninayo. Umeona? Unapopanda pale soma watu kwanza. Usikurupuke tu. Unawasoma kwanza wale watu. Unaangalia kimakini, unagusa ngoma moja, ukiona umeitika, unajua hapa ndo pa kwenda nazo hizi. Ukiona hajaitika, unaangalia, unaona watoto wa 2000 au wengine wa 90 ngapi. Kwa hiyo unaangalia level tofauti. Ama kama hivyo gusa kote kote, gusa 2000, gusa 1990 kitu, gusa 2026, ili wote uende nao sawa hivi. Ili watu wa enjoy na watu waburudike. Sasa hivi kuna kijana ambaye anakutazama kwa maana na ndoto za kuja kuwa DJ. Kwa mazingira gani ama kwa namna ambavyo umeshaka kwenye game ya DJ, unaweza kumwambia nini? Anatamani siku moja aweze kufikia level ambayo sasa hivi DJ Shebi yupo, unaweza kumwambia nini? Hapo mimi namwambia kwamba ni kupambana tu, kupambana, afuatilie ma DJ wakubwa waliopita. Umeona, heshima nacho ni kitu kimoja kizuri sana kwenye DJ wetu. Heshima, kumheshimu kila mtu. Umeona? Vitu kama hivyo. Apambane sana, heshima na kuzingatia sana kwa wale ma DJ walio tuzidi umri. Umeona? Atafika mbali. Sawa bwana, mimi nikushukuru sana kwa kile ambacho tumejaribu kuzungumzia. Bila shaka watu wamefahamu mengi zaidi ambayo walikuwa hayafahamu kuhusu DJ Shebi. Unaweza kutuambia pia sasa hivi unapiga eneo gani, unapatikana kwenye mitandao ya kijamii? Sasa hivi wanasema ya kwamba lazima wewe mwenyewe kwanza branding yako, kwa maana watu wanakumbuka zaidi DJ Shebi hata kwenye events. Kama wana events mbalimbali, basi inakuwa rahisi sana wewe kukupata. Ni kweli. TikTok natumia DJ Shebi Bishow hilo. Instagram natumia DJ Shebi Bishow. Hata YouTube DJ Shebi Bishow. Audio Mac DJ Shebi Bishow, pote zipo. Na umehakikisha kule umekuwa ukiweka zile kwa maana ya nyimbo ambazo umefanya mixing wewe mwenyewe, zinapatikana? Zipo non-stop, zipo. Sawa. Bwana, ni DJ Shebi ambaye tumezungumza naye mambo mengi sana. DJ Shebi Bishow yuko Tabora, Bliss Lounge, akiendelea kupiga kazi na mambo yanakuwa vizuri kabisa. Bila shaka kama ulikuwa umfahamu, ndo hivyo, ni mzaliwa hapa Tabora, lakini almost zaidi ya miaka 10 ameshakaa kwenye hii tasnia ya DJ. Bwana, ndivyo ambavyo tunamaliza, lakini nikushukuru sana wewe mtazamaji wa TBR 24 Media ambaye uliambatana nasi mwanzo mpaka mwisho wa mahojiano haya. Nyuma ya kamera alikuwa ni Gaucho Alimajazba, hapa nilikuwa na DJ Shebi. Mimi naitwa Elia Daniel. Uwe na wakati mwema. Kwaheri kwa sasa.